Karibu katika sehemu ya pili ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, hakikisha unagusa alama ya pop up inayojitokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Okay, tunasonga mbele kama hivi. Bidada Sabia alikuwa kwa daktari akipokea majibu ya DNA kutokea katika ile news ambayo ilitokea katika ile kofia yule mwanamke, lakini daktari akasema kwamba hakuna vipimo vya DNA vinavyoonyesha kwamba huyu mtu aliwahi kuwa hai. Lakini pia jambo la kushangaza, tuliweza kuona lile kovu ambalo bidada alikuwa nalo katika mkono lilikuwa ni ile kushangaza sana, kwani hakuna kovu ambalo inaweza ikatokana na jeraha la moto ama kitu kingine chochote kile ikawa katika mtindo ule, bali hili ni kovu la miujiza zaidi. Hasa bidada Sabia akiwa katika gari yake akapokea simu kutoka kwa mkuu wake wa kazi akimwambia kwamba wanamhitaji haraka sana ofisini, kwani kuna wageni walikuwa wanataka kumuona. Lakini bidada alipokuwa ameuliza lengo la hao wageni ni lipi, akaambiwa kwamba wamekuja kufuatilia taarifa za mwanamke yule ambaye anaonekana kwamba aliweza kupigana naye na akamwachia kofia. Lakini bidada akasema hayuko tayari kutoa taarifa za yule mwanamke, akawa ameondoka na kwenda njia nyingine tofauti. Lakini Mwamba Seya, kumbuka kwamba naye yuko katika operation ya kumfuatilia bidada, alipoweza kuona bidada anakimbiza gari kuelekea uelekeo tofauti, basi moja kwa moja akakula naye sahani moja. Mkimbizano ulikuwa ni wa moto balaa na nusu. Mwisho wa siku alifanikiwa kuweza kumkuta bidada. Sasa bidada amesimamishwa katika gari, anaambiwa kwamba shuka hapo ndani. Yaani usalama wa taifa wanamwambia bidada ambaye ni afande kwamba ashuke ndani ya gari haraka sana. Lakini Mwamba aliyekuwa kioji sana alikuwa anafahamika kama Sejun, yule Mwamba ambaye ni rafiki wa Seya. Sasa wakati huo mabishano yakawa ni makali sana. Bidada akasema kuwa haiko tayari kutoa ripoti yoyote inayohusu yule mwanamke, alafu pia hawa hawana mamlaka ya kumhoji. Hasa Mwamba Seya alipokuwa anatazama namna ambavyo hawa wawili wanabishana, akaanza kuhisi ni kama vile kuna kitu katikati yao, kwa sababu wanabishana kana kwamba wamewahi kuwa na chuki kabla. Mwamba kwa kutumia saikolojia tu akampoza bidada kwa kumwambia maneno matamu sana, akimwambia kuwa tunaomba ripoti hiyo, tutakurudishia ripoti nini ambacho tutakwenda ukichunguza, tafadhali tunakuomba sana. Bidada akawa ameshuka kwenye gari kiulaini kabisa, akampatia Mwamba ripoti. Hasa kuna siri gani kati ya Sejun pamoja na bidada Sabia? Mbona ni kama wana chuki za ndani ndani hivi? Basi baada ya kuichukua ile ripoti hakutaka kabisa kupoteza muda, wakaelekea makao makuu. Walipofika huku wakamkabidhi jamaa mmoja kitengo cha uchunguzi, lakini hakuona chochote kile katika ile document. Huku upande wa pili kaka Jambazi anaonekana akiwa katika mitaa amechoka vibaya mno, njaa na muuma kweli kweli. Akimtazama mtu anakula basi yeye ndo anamezea mate, lakini wakati anatembea tembea hivi si akashtukia kwamba kuna mwamba mmoja akiweka pesa yake kizembe. Wazo la haraka ambalo lilimjia jamaa ni kwenda kuikaba ile pesa na kuondoka nayo, lakini ghafla tu kuna kama nguvu fani ikawa inaweza kumzuia. Kutazama kando anakutana na yule mwanamke ambaye alimsaidia kipindi kile amefanya tukio la uhalifu. Hasa jamaa akaanza kukimbia, hata sisi wenyewe tunashangaa kwa sababu tuliona mwanamke huyu akiwa anamsaidia mwanzoni. Jamaa wakati anakimbia alikuwa ameangusha simu yake, lakini kadri jamaa anavyozidi kukimbia hakuweza kabisa kumkimbia mwanamke huyu, kwani alikuwa anatokea mbele yake au pembeni. Na baada ya huyu mwanamke wa miujiza kumfuatilia Mwamba kila hatua ambayo anaipiga, mwisho wa siku akawa ameweza kutoweka kama upepo hivi. Sasa tukirudi katika jumba kuu la makao makuu ya upelelezi wa taifa, moja kwa moja Mwamba Seyan alikuwa anarudisha ripoti. Baada ya kurudisha ripoti, wakati anatoka hapa ofisini alishtukia kuna mafaili muhimu sana alikuwa anakusanywa na kupelekwa huku katika lift. Ikabidi kuambatana na huyu mwanamke aliyekuwa anakusanya hayo mafaili. Na kwa kuwa Mwamba alikuwa ameambatana na huyu makamu mwenyekiti katika hii kampuni, basi akawa ameyasoma yale mafaili kwa pembeni. Alipofika nyumbani tu Mwamba akahaki mfumo mzima wa kampuni yake na kisha akaingilia katika maeneo hayo ambayo mafaili yameweza kuhifadhiwa, kisha akaanza kupitia rekodi zote. Hasa kumbuka kwamba katika kampuni yake pia kuna vibomba waliobobea katika masuala ya mitandao. Wakashtukia kwamba kama mfumo wao umeweza kuingiliwa, Mwamba haraka sana kazima internet ili wasiweze kushtukia ni nani aliyekuwa ameingilia mfumo wao. Lakini pia alikuwa amekusanya makopo yote ya juisi ama vinywaji ambayo alikuwa anatumiwa na yule makamu mwenyekiti, lakini makamu mwenyekiti alikuwa na akili sana. Hakuna kitu chochote ambacho kilikuwa kina fingerprint zake, kwa sababu kupitia hizo mtu anaweza kafungua milango. Kwa hiyo ni kitengo ambacho watu wako makini sana, lakini pia wote wana akili. Hasa Mwamba Seyang baada ya kuzikosa kabisa taarifa za huyo muuaji, ikabidi kwenda kutembelea kule ambako inasemekana muuaji kwa mara ya kwanza aliweza kutaka kukamatwa. Alipofika katika maeneo haya alianza kupeleleza yeye mwenyewe, na Mwamba katika harakati zake za kuendelea kukagua hapa ndani akasikia kana kwamba kuna sauti ya mtu alikuwa yuko nyuma yake. Alipogeuka akajua ndio yule mwanamke ambaye ana mtindo wa kupotea potea kama kivuli. Mwamba Seyang moja kwa moja akaanza kuflow kwa kusema kwamba naomba hata katika mazungumzo yetu usije ukajaribu kupotea hata kidogo, na maswali ya msingi sana ya kutaka kuanza kukuuliza. Lakini akashangaa tu bidada atoeki yani. Hapa ndio Mwamba akawa ameshtuka kwamba huenda huyu anayezungumza naye si dada wa miujiza, na ni kweli kabisa alikuwa ni mwanadada wa kawaida tu kabisa. Na kumbe alikuwa ni bidada Sabia, naye alikuja kufanya uchunguzi wake kwa wakati wake binafsi, na kwa bahati mbaya ndo akaweza kukutana wawili hawa, na akawa anasema kwamba ninahisi kuna dirisha limewahi kutolewa, kwa nimekuja kuchukua fingerprint. Mwamba Seya akamwambia bidada kwamba baada ya uchunguzi hakikisha anamtumia ripoti, lakini bidada akasema hapana, siwezi nikakutumia ripoti wewe hata kidogo. Poa bana. Lakini kuna ujumbe uko umeingia katika simu yake kwamba kuna ripoti yako uliokuwa umeifanya imefutwa. Hasa akawa anajiuliza ni nani ambaye anaweza kufuta taarifa ambazo ziko ndani ya simu yangu? Chezea watu wa usalama wa taifa wewe, wameanza kudili naye mdogo mdogo kwa sababu anaonekana kuwa yeye ni jeuri sana. Sasa siku zote tunajiulizaga huyu mwanamke asionekana ni nani hasa. Siku ya leo anaonekanika
Afrika akiwa yuko katika mgahawa wa gharama kweli kweli, anaipiga keki vibaya mno, lakini simu yake ikawa imeleta ujumbe. Ujumbe unaonyesha matukio ya kifisadi na wararushwa wakubwa sana katika serikali ambao wataibananga na kuibagaza serikali. Kwa hiyo mwanadada alikuwa anaiona taarifa hii ya kwamba miaka ya mbele mwaka 2026 tukio hili litatokea. Nakumbusha tu kwamba wao wako mwaka 2024. Kwa hiyo bidada ana uwezo wa kuona taarifa ya miaka 2026 na anajua namna ya kwenda kukabiliana nayo. Sasa kuna mwamba mmoja alikuwa na mpango wa kuja kugombea urais mwaka 2026 na alikuwa ameandaa mlungula mkubwa sana wa fedha, akaanza kuonga mapema kabisa, lakini anaingia katika gari yake anagundua kwamba zile pesa hazipo. Nakumbusha kwamba ni miaka miwili hata kabla ya uchaguzi hujafanyika. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni kama anajiandaa kuanza kuongaonga watu mapema kabisa, lakini mwisho wa siku pesa yake haipo, kumbe alikuwa amechukua yule mwanamama. Bidada akataka kupumzika baada ya kufanya kazi hiyo nzito. Ghafla tu kuna ujumbe ukao umeingia katika simu yake kwa mfumo wa sauti ukisema kwamba baada ya masaa 10 mbele utakuwa na mission nzito, kwa unatakiwa kuwa active wakati wote. Hasa mpaka kufikia hapa yule mwanamke wa miujiza bila shaka huenda anapokeaga maagizo kutokea sehemu. Sasa ni wapi ambako anapokea maagizo haya na nani ambaye anamwagiza kufanya kazi hizi, kwa sababu anapewa maelekezo. Siku ya leo katika ofisi ya Mwamba Seyang kulikuwa kuna ugeni mkubwa sana kutokea serikalini, na wao ni kitengo cha uchunguzi lakini kitengo kingine kabisa, na walikuwa wakipeana maelekezo na huyu mkuu wa kitengo hiki. Kila mtu alikuwa makini sana kufuatilia nini ambacho kilikuwa kinaendelea kule ndani, lakini Mwamba Seyang ana uwezo mkubwa sana wa kusikiliza mazungumzo ya mbali kabisa kwa kuangalia lips tu za mtu ambavyo anaweza kuzichezesha. Akawa amegundua kwamba mazungumzo haya hayakuwa kabisa mema, lakini baada tu ya wale wageni kutokea serikalini kuweza kuondoka, akaja mwenyekiti na kusema kwamba kesi hii kuanzia sasa hivi itakuwa inachunguzwa na kitengo kingine na sio sisi tena. Lakini Mwamba Sojin akasema kuwa hapana bana, hii tumechimba kuanzia mwanzoni mpaka hatua hii tulipoweza kufikia ni pazuri, sasa haiwezekaniki kabisa tuachie watu wengine, unajua. Lakini pia naye Mwamba Seyang akaibuka na kusema kwamba hata mwenyewe hajalizika kabisa na maamuzi ya kuweza kuachia hao watu wakubwa, kwa sababu wanatakiwa kuihandle kesi hii wao wenyewe. Na swali likawa moja tu kwa kiongozi wao, ni kwa nini kuweza kuwakatalia na kuambia kwamba hiyo kesi tunatakiwa kuihandle sisi, lakini wao kama umekubali tu. Lakini wakati ofisi nzima iko katika stress kubwa wakifikiria ni kwa nini hasa hili tukio limeweza kutokea, lakini bado makamu mwenyekiti alikuwa busy tu na shughuli zake, anaendelea kunywa maji kule ofisini kwake. Ikabidi Mwamba Seyang aweze kumfuata makamu mwenyekiti, akawa anampokea kile kikombe kwa kumshikashika fulani hivi katika mkono, ni kama vile kuna kitu alikuwa anakitafuta huyu jamaa. Hasa kumbe Mwamba alikuwa anaongea na huyu makamu mwenyekiti, lengo lake lilikuwa ni moja tu, makamu mwenyekiti aendelee kuishikashika ile chupa ili mwisho wa siku aweze kupata fingerprint za kile kikombe. Hasa ile time tu makamu mwenyekiti anaondoka hapa ofisini kwake, ghafla tu akawa amepokea ujumbe fulani katika simu yake ukimwambia kuwa kuna mtu ameweza kuingia katika chumba chako cha siri na yuko kufanya uchunguzi. Haraka sana akawa amerudi ofisini kwake. Na ni kweli kabisa, madam alipoweza kurudi ofisini kwake akamkuta Mwamba Seyang. Sasa kaanza mshangaa sana, lakini Seyang akasema kwamba nilikuja ili lengo kutoa uchafu katika meza yako. Huyu makamu mwenyekiti hakukubali kabisa jambo hili. Ni kweli jamaa alikuja kufanya usafi pekee, ikabidi kuingia katika chumba cha CCTV camera, akaanza kuchunguza, na ni kweli kabisa aliona Mwamba ni kweli alikuwa anakusanya tu vifaa na kutoka nje, lakini hakuwa amezingatia kabisa kwamba ile chupa aliyokuwa ameishika ilikuwa na fingerprint zake na Mwamba atakwenda kuzitumia kuingilia mifumo mbalimbali katika ofisi yake. Hasa Mwamba akawa amepeleka ile chupa kwa bidada Saibia na kumwambia kwamba naomba unichunguzie fingerprint zote zilizopo katika hiyo chupa. Bidada akamwambia kuwa siwezi nikachunguza kitu nisichoelewa mwanzo mpaka mwisho, lakini pia sichunguzi kitu ambacho hakina warrant ya polisi. Na akamwambia wazi kabisa kwamba kutumia vifaa vya polisi kwa ajili ya maslahi ya mtu binafsi ni kosa kisheria. Mwamba Seyang akamfungukia bidada kwamba nataka kuzichunguza dokumenti zinazoonyesha mwanamke yule ambaye ana uwezo wa kupotea potea. Inaonekana zile dokumenti zipo na zimehifadhiwa katika ofisi ya wakuu wetu wa kazi. Akasema kwamba miongoni mwa wakuu wa ofisini kwetu pale ni makamu mwenyekiti pia, kwa nataka nipate fingerprint zake ili moja kwa moja niwe nazitumia kuingia katika ofisi yake na kuweza kupekua mafaili yote. Na akamwambia kwamba kama tukishirikiana katika jambo hili na kuahidi kwamba nitatoa taarifa nyingi ninazosijua kuhusiana na huyo mwanamke wa kupotea. Bidada aliposikia kwamba atapewa taarifa nyingi, basi akawa ameweza kukubali. Bidada kweli kabisa akaingia katika mitambo, akapiga mambo yake, na ni kweli kabisa fingerprint za yule makamu wa rais zikawa zinaweza kuonekanika. Akazikopi zile fingerprint na haraka akamvisha Mwamba katika eneo lake la mkono. Kwa hiyo jamaa atakuwa na uwezo wa kuingia katika ofisi ya mkuu wake wa kazi kama yeye ndio mwenyeji. Moja kwa moja Mwamba alitaka kupoteza muda, sasa akatimba mpaka ofisini na akaingia katika chumba cha siri sana, akatia mkono wake pale kwa kujaribu, na ni kweli kabisa milango ikawa imefunguka. Mwamba akazidi kupachua mlango mmoja baada ya mwingine, na mwisho wa siku akaingia katika chumba ambacho kina seva nyingi sana, lakini pia kuna dokumenti za mwanamke wa miujiza ambazo zilikusanyagwa mwaka 1997. Mwamba akafungua ile box na moja kwa moja akakopi material yote ambayo yalikuwepo mule ndani. Baada ya kukamilisha, hakutaka kabisa tena kupoteza muda, akawasha gari yake na moja kwa moja akaendekea katika maeneo fani vya madampo, huko akawa amechili kidogo. Alipofika hapo akawa amewasha kompyuta yake, akaiunganisha na ile kompyuta ya kule nyumbani kwake, kisha moja kwa moja akaanza kucheza na zile CCTV kamera zinazomuonesha yeye akiwa anaingia pale ndani ya mjengo. Akabadilisha sini zote, akafuta yale alivyokuwa anaingia, akaweka sini ambazo madam alikuwa anaingia. Lakini kama ambavyo nilikwambia kwamba ofisi yao
yao inazungukwa na vibomba wazito kweli kweli katika masuala ya mitandao, hasa ni mahaka wakubwa sana. Mwisho wa siku mmoja wapo akawa ameshtuka kwamba mfumo wao umeingiliwa. Mwamba dakika za mwishoni sana, kabla hata hajaweza kushtukiwa na picha yake kuweza kuonekanika, japokuwa walikuwa wameshtuka kwamba mfumo wao ulikuwa umeingiliwa, lakini hawakuweza kugundua ni nani alikuwa ameuingilia. Hasa kwa kuwa zile taarifa zote alikuwa amezikusanya na kuzihamishia katika kompyuta yake ya nyumbani, sasa ndo akataka kuanza kuipekua ili aweze kujua yaliomo yamo. We bwana we, sasa maajabu ni kwamba kumbe bwana mdogo baba yake mzazi aliwahi kuuliwa na huyo mwanamke ambaye ni mwanamke wa miujiza. Alafu bana, kumbe mwili wake baba yake ukachukuliwa kwenda kuchunguzwa. Hasa wakati mwili wa baba yake unachunguzwa, unapasuliwa ovyo, bwana mdogo alishindwa hata kuweza kutazama. Akapeleka picha ya mbele ili aone tena kama yaliomo yamo. Baadaye akaja kugundua kwamba huyu mwanamke ambaye ni wa miujiza, kumbe yeye anaingiaga katika maabara nyingi tu duniani, na hata ile maabara yao amewahi kuingia. Sasa akawa amebakia na swali moja tu, kama amewahi kuingia, aliingia kufanya nini na aliingiaje ndani ya maabara zetu? Tukutane katika episode ya 3, itakuwa na majibu kamili. Kigezo ni kile kile, kila tunapofikisha like 100 basi episode ya mbele inatoka kwa haraka zaidi.